rasmi, tumeanza mazoezi kunako uwanja wa Nyamagana, ambapo leo tulikuwa tuna session moja chini ya Francis Baraza, lakini pia kocha wetu wa viungo George Aaron kwa kiasi kikubwa ndo anaongoza session kwa sababu watu wametoka kwenye mapumziko. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo iko kwa saizi ni kurejesha mwili kwenye hali yake ya kawaida, pamoja na program ambazo fitness coach wetu alikuwa amewapa, lakini sasa anakuja kuassess kile ambacho aliwaambia kikoje, kwa maana ya check-up za hapa na pale, wanawekewa mazoezi madogo kuangalia utimamu wa mwili upo kwenye level gani na aina gani ya mazoezi sasa wapewe. Tofauti na unajua watu wanapotoka kwenye mapumziko alafu hujawafanyia test, unaweza ukafika hapo ukaja ukawaua watu japo wanajua kazi yao na kutunza miili kutokana na program ambazo wamepewa. Kwa hiyo ndio kazi kubwa ambayo inafanywa sasa na fitness coach wetu, lakini mwalimu kwa maana ya head coach Francis Baraza anaendelea kuobserve kile ambacho wanakifanya na aanzeje kuelekea kwenye mpango ambao upo. Kwa hiyo kimsingi overview ilikuwa ni hiyo, session ilikuwa nzuri, motivation ipo. Yes, sio 100% wachezaji wamefika. Kuna baadhi ya wachezaji walikuwa na changamoto kadhaa wanaendelea kuingia. Kwa hiyo mwalimu ameshatoa deadline yake na kile ambacho anakitaka kuelekea kwenye kile ambacho anataka kukiandaa. So maandalizi yote ambayo yameanza ni kuelekea kwenye mchezo wetu unaofuata wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kiratiba ni tarehe 25 dhidi ya Mtibwa Sugar. Kwa hiyo kwa sasa akili na mawazo ipo kwenye hicho ambacho nimetoka kukizungumza. Kwa hiyo wanajeshi ama wapiganaji wamerejea kazini na kazi imeshaanza rasmi. Of course sina taarifa rasmi ya kwamba nani hawajafika, lakini ninachofahamu tu wachezaji hawajafika wote. Kwa hiyo in terms of details sidhani kama pia ni sawa kwa sababu kuna sababu mbalimbali za mchezaji maybe kutokufika. Kwa hiyo hilo liko juu kidogo kwenye level ya management. Kwa nini mawazo hajafika? Kuna vitu ambavyo vinafanyika ili kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa, sio? Kwa hiyo mimi nafikiri muda ukifika taratibu zote zitakuwepo, na sio sehemu sahihi na salama ya kuanza kusema labda kwa mfano fulani hajafika kwa sababu hii na hii. Kwa hiyo muda ukifika kila kitu kitakuwa sawa. Cha msingi timu imeanza mazoezi. Hawa waliopo ni wachezaji wa klabu ya Pamba Jiji, na ambao labda hawajaonekana kufika ni wachezaji wa Pamba Jiji. Kila kitu kitakuwa sawa within. Yona Geoffrey Amos ni miongoni mwa wanahodha wetu watatu wa juu wa klabu ya Pamba Jiji. Nahodha wetu mkuu ni Michael Samamba, nahodha msaidizi ni Yona Amos, baada ya Yona Amos anakuja James Mwashinga. Hao ni manahodha wetu. Kwa hiyo unapotaja Yona Amos maana yake unataja sio tu ile performance ambayo watu wanaiona, unamzungumzia kiongozi wa klabu ya timu yetu. Ni mchezaji wetu mpaka anapozungumza na wewe, na ataendelea kuwa mchezaji wetu kama sisi na yeye kutakuwa kuna eneo la kuextend hiyo contract. Lakini kwa saizi simply ni mchezaji wetu. Kwa hiyo haya maneno ambayo yanaendelea yaendelee kuwepo, lakini ni mchezaji wetu na mambo yanaendelea kama kawaida. Matamanio ya watu wengi pengine ni kuja siku moja kumuona kwamba akiwa mazoezini, kwamba saizi hata mazoezini hatumuona nini. Mambo yamekuwa ni mengi. Kwa hiyo tuwaambie tu hizi hofu ambazo wako nazo ni hofu za kimpira, lakini sisi tunaamini kwamba Yona Amos ni mchezaji wetu na ataonekana pale ambapo muda utafika wa kuonekana na kazi zitaendelea kama kawaida.